Original comedy. Haya. Tuanze? Sawa. Basi nisamee ndugu yangu. Nisamee. Haya. Bismillah. Hongereni, mmefanikiwa kumaliza kwa idadi kubwa magoli, lakini tupe tu tathmini yako uliona katika mchezo leo. Kwanza tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mechi ilikuwa nzuri. Nafahamu Dodoma walikuwa wanacheza mechi ya leo wakiwa hawana pressure yoyote kwa sababu walishakuwa na uhakika wa kubakia ligi kuu. Kwa hiyo ilikuwa mechi ngumu kimpira kwa sababu walikuwa wako free, hawana msukumo wowote nyuma yao, kwa wanacheza wachezaji kuonyesha talent zao. Sasa hiyo ilikuwa nzuri kwa watazamaji, lakini ilikuwa mbaya kwao kwa sababu unavyofunguka kwa klabu kama Yanga unakaribisha matatizo makubwa zaidi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, tumekuwa sehemu ya watu ambao wameshinda mchezo, na jambo zuri ambalo pengine waandishi mnapaswa kulisikia na linapaswa pia kufika kwa Watanzania ambao wanafuatilia football. Leo klabu ya Yanga imefikisha magoli 81 kwenye ligi. Msimu wa 22-23 tulifunga magoli 61. 23-24 tukafunga magoli 71. 24-25 magoli 81. Maana yake kwenye misimu mitatu tumeongeza magoli 10. Sasa msimu huu haujaisha bado. Tuna goli 81, maana yake tumefika hiyo rekodi ya misimu mitatu mfululizo kupanda na goli 10, lakini jambo zuri msimu bado haujaisha. Bado tuna mechi moja ya kwenda kupambana, pengine tukaongeza idadi kubwa zaidi ya magoli. Lakini Karimu yuko hapa, anaweza kutukumbusha toka taifa hili limepata uhuru na ligi imeanza kuchezwa. Sio ligi, yani mashindano yote yameanza kuchezwa, kama kuna timu imeshai kufikisha idadi ya goli 81 kwenye msimu. Nafikiri ni rekodi ya kipekee ambayo bodi ya ligi ambao wanatunza hizi kumbukumbu watakuwa na fursa ya kupitia kwenye makablasha yao na kuja kutukumbusha kwamba nani mwingine ameshai kufikia. Sasa wasiwe na haraka, wasubiri mpaka Jumatano ili wawe na ripoti kamili kwamba goli hizi kwa msimu jumla yake ni ngapi. Kwa hiyo ni jambo ambalo nilifikiri ni vyema tuwakumbushana hapa, na hata ambao wanakuja kucheza na Yanga siku zinazofuatia huko mbele wajue wanacheza na Yanga ya namna gani. Kama kuna mchezaji pengine ni beki, ni kiungo, mwalimu anapokuambia funguka, unamwambia mwalimu akili za kuambia unachanganya. Watu wanatafuta rekodi kipindi hiki. Kwa hiyo nikasema hili pia nilizungumze mpate kulielewa. Hili kubwa ni hilo Betha, kumshukuru Mwenyezi Mungu, mechi imekwisha salama, hatuna majeraha yoyote kwa waliocheza leo. Wote wametoka salama. Niliona wakati fulani Pacome wakati ameanguka pale, message zilikuwa nyingi kwenye simu yangu, bwana huyo vipi shuka kwenye benchi, mwalimu amtoe huyo. Lakini mipango imekwenda vizuri, hakuna injury yoyote, na mchezaji ambaye alikuwa majeruhi kwa mujibu wa daktari wetu Moses Tutu, Prince Dube, anaendelea vizuri. Sijasema kama atacheza, lakini anaendelea vizuri. Kwa hiyo utimamu wake utamuliwa na benchi la ufundi kama anaweza kutumika siku ya Jumatano inshallah. Kwanza hakuna mahala popote iwe ni Yanga au ni Chama mwenyewe wamezungumzwa kwamba mchezaji huyu anaondoka. Either Yanga iseme au Chama aseme. Kama Yanga tuseme Chama anaondoka tumalizana naye, au Chama aseme mimi naondoka Yanga. Tafsiri yake ni kwamba bado ni mchezaji wa Yanga. Na tunavyomuona Chama kwa muda aliyokuwa nayo sasa hivi, Chama ni kama kuna kitu anataka kumkumbusha ex wake. Watu wa kongwe kama Karim Boimanda ambao wameshapitia mishale mingi, wameshaachwa sana kwenye mahusiano, wanajua ukishajipata nini ambacho wanataka kumwambia ex wako. Kwa hiyo Chama nafikiri kuna kitu anazungumza na ex wake. Sasa kwa sababu mazungumzo yake alikuwa mbali, haya Jumatano inshallah atazungumza kwa karibu zaidi. Tutakutana, atazungumza nao kwa karibu kabisa aweze kupata majibu ya maswali yake. Lakini Chama ni mchezaji wa Yanga Afrika. Hakuna kauli kutoka Yanga wala kauli kwa mchezaji kwamba mchezaji huyu tumeachana naye. Bado ni mchezaji wetu na tuna enjoy kuwa naye kwenye kikosi chetu. Labda kama walimaanisha Engineer Hersi sababu alikuwa yuko Marekani, sasa amerudi Tanzania na leo alikuwepo hapa New Amaan Complex. Sidhani kama kuna mtu mwingine alikuwa anazungumziwa zaidi ya Engineer Hersi Ali. Kwamba tunatuma salamu gani kwa mtu anayekuja mbele.
Mimi sioni kama kuna salamu zozote kwa sababu haya sio mageni. Sio mageni. Kwa hiyo hakuna salamu. Ingekuwa ni jambo jipya pengine ndio kuna salamu. Haya sio mageni. Hizi 5 shekhe sio kitu kipya. Watu wanaocheza nao na wanaocheza nao huko mbele. Kwa hiyo hakuna salamu. Ni utaratibu tu wa kawaida ambao pengine umeshazoeleka sasa hivi kwamba Yanga kujichanganya unachukua zako mkono. Kwanza umezungumza kuhusu hatma ya ligi. Kwa maana ili Yanga awe bingwa lazima vitu viwili vitokee. Ni either Yanga apate sare au suluhu kwenye huo mchezo wa mwisho au Yanga aweze kushinda. Hayo mawili yanaweza kumpa Yanga ubingwa. Kwa hayo mawili kwa tafsiri yake nyepesi ni kwamba Simba ndio ameshikilia endorsement ya Yanga ya ubingwa. Kama kuna endorsement ya ubingwa Yanga anaitafuta, hiyo endorsement yanayo Simba. Kwa Jumatano inshallah ni either atupe endorsement tuchukue ubingwa au wakae nayo tujitoe. Ni mama wili tutokea Jumatano. Watupe endorsement yetu sababu tayari timu nyingine ishatuchangia hizo endorsement, tupo pale kileleni. Kabakia yeye atuchangie kwa awamu ya pili endorsement yetu tuchukue uchampioni. Kwa hiyo hatima inaamuliwa Jumatano na sisi tuna mambo mawili ya kutokea, either tupate suluhu au sare au tushinde huo mchezo. Lakini kwa ninavyoona morali, attitude ya players wetu, sioni kama kuna mtu anazungumza mambo ya suluhu au sare hapa. Watu wanazungumza kwenda kupambana wakashinde mchezo huo. Kwa hiyo suluhu au sare ni option ya pili. Option ya kwanza kwa maandalizi ambayo unayaona ni kwenda kushinda Kariakoo Derby inshallah. Maandalizi maana yake unazungumza ratiba ya timu kutoka hapa Zanzibar, si ndio? Dar es Salaam na kila kitu. Kiukweli mimi mwenyewe sijui. Na niwaambie watu wote ambao mnasubiri kusikia ratiba ya Yanga inaondoka lini Zanzibar, itaondoka vipi, haitajulikana kwa sababu mimi msemaji sijui. Mahala pekee ambako nina uhakika Yanga itaonekana ni Benjamin Mkapa tarehe 25. Kwa hizo ratiba kama kuna mtu alikuwa amejiandaa ategee kitu njiani, tumwambie hii imekula kwake. Kwa sababu msemaji mwenyewe nimefichwa hiyo taarifa. Yanga sasa hivi inatoweka kwa muda kutoka hapa New Aman Complex ambako nyinyi mmepata bahati ya kuiona kwa mara ya mwisho. Yanga itatoweka, hamtaishuhudia. Nyewe waandishi kama mnabisha, nyewe si mabingwa wa kuvizia, vizieni kama mtaona Yanga iko inaondoka. Hilo Yanga inatoweka. Yanga itakuja kuonekana tena Benjamin Mkapa siku ya mchezo. Kwa ratiba hiyo mimi sina. Kuhusu maandalizi pia sijui yanaendaje huko. Hata ya kesho hujui. Hata ya kesho mimi sijui, nimeambiwa chochote. Yaani wanajua mimi friji langu na matatizo. Kwa hiyo umenificha taarifa zote. Nimeambiwa tu asubuhi kifika kachukue ndege yako wai Dar es Salaam kaendelee na shughuli nyingine za taratibu ya kutangazia mashabiki ticket na mfumo mzima. Ndugu yangu wa bodi ya ligi hapa, kiongozi wetu amedokeza kwamba kesho kutakuwa na mkutano na waandishi wa habari saa 6 mchana. Kwa wale wote ambao walikuwa na maswali, tiketi yangu niliyokata Machi 8 na kuaje, tiketi yangu si nilipoteza kadi, maswali yote hayo kesho bodi ya ligi wanakwenda kuyajibu. Kwa hiyo ikifika saa 6 mchana inshallah kila mtu awe tayari kwenye ofisi za NBC pale Posta pale. Ndio mkutano utafanyika pale na maswali hayo yote yanakwenda kupatiwa majibu. Kwa hao mengine mimi sijui. Sasa kwa mashabiki wetu wa Yanga, hii mechi hii ya tarehe 25. Kwanza niwaambie ambao wanafikiri, maki nimeona kuna utoto fulani hivi kama unatengenezwa hivi. Niliona toka jana. Kuna kama ka utoto fulani hivi ambako watu wanatikisa kitu ambacho hakitikisiki. Wamejitengeneza vicaption vyao kwamba eti ya mwisho afu nukta nyumbani. Kama kweli wanajibudu wangesema tu ya mwisho. Yaani kicaption ya mwisho afu nukta vingi mwisho eti nyumbani. Lengo lao mahususi ya kufanya hivyo ni akili za kitoto kwamba eti tufanye Yanga wakose mapato, watu wasiende wengi. Sisi Yanga wakati huu tuliokuwa nao, cha muhimu ni pointi 3. Hata Benjamin Mkapa si mtu mmoja. Muhimu kwa Yanga sasa hivi ni pointi 3 na 25. Sasa wao waambie mashabiki wao ya mwisho. Hivyo. Mimi nawaambia wana Yanga, kama kuna mechi tunatakiwa tuje kwa wingi, hiyo siku ni Jumatano. Wale ambao wako mikoani, nafahamu ni siku ya kazi, lakini kuikosa Yanga Jumatano Benjamin Mkapa, bosi anaweza akakuelewa kwenye kituo chako cha kazi. Yaani uko zako Mwanza umeajiriwa labda kwenye benki ya NBC unafanya kazi, wewe chomoka
njoo Benjamin Mkapa. Ikifika Alhamis, we mpe tu picha nilikuwa kwa Mkapa, atakuelewa. Hii Yanga ni klabu ambayo inaweza kutetea mtu yoyote. Kwa hiyo tunaweza pia kutetea maslahi yako hapo kazini kwako. Usikubali wewe mwana Yanga ukakosa Benjamin Mkapa siku ya Jumatano. Hao ya mwisho nyumbani, wabaki nyumbani kweli. Hivyo hivyo wanapambiana, ya mwisho nyumbani, wabaki nyumbani kweli. Alafu sisi wananchi twendeni kwa wingi Benjamin Mkapa tukaenjoy burudani. Hii timu inatuhitaji sana. Sauti zetu, hamasa yetu, morali yetu siku ya Jumatano. Na wana Yanga najua walikuwa wanaisubiria mechi kwa hamu kubwa. Utaratibu ukitoka kesho, basi inshallah tuje kwa wingi tuisupport timu yetu.